Mambo, nimekuja tena, nimekuja. Huyu ni the One Man Army TV, One Man Army TV, One Man Army TV. Asante sana kwa kusubscribe, tuwe pamoja. Mpenzi mtazamaji, kama vile nilivyowaambia, huku Rome, Italy, kuna hayo makao makuu ya Vatican. Na Vatican ni inchi, ni kiji-inchi ndani ya inchi. Ni asilimia ya sehemu ni kilomita 1 square kilometer. 1 square kilometer Vatican City. Na hiyo ndiyo inchi. Watu wengi hawajui, wanafikiria kwamba Vatican ni sehemu ya Rome. No, Vatican si sehemu ya Rome ama ya Italy. Vatican ni inchi, ina bendera yake na ina kiongozi wake na ina operation yake. Sasa Vatican ni makao makuu pia ya kanisa ya Katoliki, ya dhehebu ya Katoliki, wa Kristo wa Katoliki. Huku ndio kuna makao makuu yao huku Vatican. Kiongozi wa Vatican ndiye pia ni kiongozi wa kanisa ya dhehebu ya Wakatoliki. Kwa hivyo ana vyeo viwili. Mmoja ni kiongozi wa nchi, pili ni kiongozi wa dhehebu. Kwa hivyo Pope John ana vyeo viwili. Na wako na wizara mbalimbali, ujue hivyo. Wako na mawizara ya mbalimbali, wako na maviongozi, wako mpaka na mabalozi. Wako na mabalozi katika baadhi za nchi. Yeah? So kwa hivyo Pope ni mtu ambao kwamba kiongozi ambao kwamba ama Vatican ni nchi ambao kwamba iko na utajiri na iko very powerful. Pope ni mtu ambao kwamba yuko powerful zaidi. So ukimuona akitembea, anatembea kama kiongozi wa nchi na vile vile anatembea kama kiongozi wa dhehebu hiyo ya Wakatholiki, ndugu zetu wa Katholiki. Huku Vatican kuna St. Peter, kanisa inaloitwa St. Peter ama mtakatifu Petro. Kanisa yao inaitwa St. Peter. Huku Waitaliano wanaita San Pietro. Kwa hiyo kanisa ndiyo kanisa kuu ya Wakatoliki. Sasa kwa hiyo kanisa pambizoni mwake, kwa sababu hiyo sehemu iko 1 square kilometer, haimaanisha kwamba Pope analala, yeye huwa anaishi ndani hiyo kanisa. No, haishi ndani hiyo kanisa. Hiyo ni kanisa tu, kama vile msikiti ipo. Watu hawalali msikitini. Lakini upambizoni mwake utakuta nyumba ya imam nini na vitu kama vile vile. Hao kwa hivyo wako na sehemu Pope analala kwingine, residence. Kuna residence mahali anaishi, kuna apartment wako nazo huko, wako na bustani huko. Wako na bustani yao huko, wako na parliament yao ndogo. Wako na parliament yao huko, conclave ndogo kabisa. Na haitwi parliament, yani mahali ambapo utakuta makardinali wanakutana. Hao ndio wakubwa kule. Hao ndio wakubwa. Hivi sasa hao makardinali saa hizi, kwa sababu Pope alifariki, ama huyo papa alifariki, ameaga dunia. Sasa hao makardinali ndio wanapanga vile mazishi yake itafanywa na vile wataweza kumchagua Pope mwingine. Kwa sasa ratiba imeshatolewa kwamba huyo Pope aliwacha usia, akasema asizikwe. Unajua mapope wote walikuwa wanazikwa kule kwa hiyo kanisa San Pietro chini. Kanisa iko juu, chini yake ukiingia kwa hiyo kanisa utakuta kuna ngazi ya kuteremka chini. Hiyo ngazi yaenda mpaka kule chini, kuna makaburi. Hata kuna yule
Paulo, ule Paulo mnaita Paulo ama nani? Peter, Saint Peter na wale viongozi wengine walioanzisha wa Katoliki wanaitwa Peter ama Paulo ama nani. Makaburi yao iko mpaka leo, yako kule chini ya hiyo kanisa, na kuna pop wengi ambao kwamba walifariki. Ukiingia kule chini, mimi nishawahi kwenda kule, nimeona unajua dunia hii, sisi Waislamu tunaambia tutembee tuone dunia vile ilivyo. Kwa hivyo mimi katika maisha yangu mimi nimepata fursa, nikaenda nimetembea huko, nimeenda mpaka kule chini nikaangalia, kuna makaburi kule chini, makaburi za mapop wengi zaidi. Enzi zile mpaka sasa bado ipo. Sasa pop akifa anaandaliwa mahali kule chini, anazikwa kule chini. Lakini sasa huyu pop wa sasa, huyu Pop Francis aliandika katika usia wake, akifa asizikwe huko, akazikwa katika, kuna kanisa moja inaitwa Santa Maria Maggiore. Hiyo Santa Maria Maggiore iko nje ya Vatican, iko mbali na Vatican, iko katikati karibu na eneo la Termini train station. Iko karibu na Barbarini, na eneo Barbarini, alafu Republika katikati hapo kuna hiyo Santa Maria Maggiore Basilica. Sasa hapo ndio huyo pop atazikwa, maanake alisema azikwe hapo. Iko katikati. Sasa kwa hiyo hapo ndio atazikwa, na amesema akizikwa asifungwe vile kwa kifuniko kwa ile sanduku lake lisiwe na ile inaitwaje ile shamra, yani madoido, no. Azikwe simple ndani ya ile kijisanduku, na iwachwe sijui wazi, sijui fanyeje, isifungwe zaidi, vitu kama hizo. Hiyo ndo nitajaribu kupata nafasi siku ambayo kwamba nitaenda kutembea huko, nitawaonyesha, nitachukua ka clip niupate kuwaonyesha kama nitaruhusiwa. Sawa. Haya, kwa ndugu zetu wa Katoliki, masubscriber wangu, I will be able to show you exactly where Pop is going to be buried, and then I will let you know. Thanks a lot for being loyal to this channel. Please kaa hapa nikiwaletea habari kemkem. Mimi ni The One Man Army TV. Thank you so much. Subscribe na bwaga comment yako. Asanteni.